Episode ya 4 inafungua kutokea ndani ya kituo cha polisi. Bidada Harang haamini kabisa kwamba malaika mtoa roho amekuwa ni mkatili kiasi cha kuitamani mpaka roho ya bwana mdogo. Ndipo ambapo tulikuwa tumekomea katika episode ya 3. Na kama ilivyo kawaida, kila tunapofikisha like 100 katika kila posti, basi ndivyo ambapo natoa episode ya mbele. Unaweza kufanya hivyo mapema. Na aliweza kuona katika maono yake kwamba wazazi wa huyu mtoto ni kweli watakuja, lakini baada ya kumchukua tu watakwenda kumfukia mtoto wao akiwa yuko hai. Sababu ya kwa nini wazazi wake wanamchukia kiasi cha kutaka kumzika akiwa hai bado haijafahamika. Mara papo wazazi wa yule mtoto wakawa wametimba kituo cha polisi, na cha kushangaza ni kwamba baba yake ni afisa wa polisi. Bidada alipoweza kumuona akawa amemsukumiza. Kisha bidada akawalaumu sana hawa wanandoa kwa kuambia kwamba ni kwa nini hamna uangalifu kwa mtoto wenu, lakini wakaendelea kuomba msamaha na kusema kwamba mtoto ni mtundu, aliweza kutotoroka, lakini tunampenda sana mtoto wetu. Bidada anajua kabisa kwamba hawampendi mtoto huyu. Mwisho wa siku polisi wakaamuru waweze kumchukua mtoto wao, na baada ya kumchukua tu walipokuwa wanaondoka, bidada akashuhudia kwamba walikuwa wameangusha wallet yenye pesa nyingi. Akachukua zile pesa na kwenda kuwarudishia, lakini akawa anakumbuka kwamba anatakiwa kuwasihi hawa watu. Akamwambia maneno magumu kidogo kwa kuambia kwamba huyo mtoto mlimpata kwa kupenda ninyi wenyewe, lakini hampaswi kumwacha namna hiyo ambavyo wanaendelea kuzurura katika mitaa. Naomba mchukue uangalifu juu yake. Lakini hawakujali sana bana, wakawa wamemuomba msamaha bidada kisha wakawa wanaondoka. Asubuhi mapema ilipofika, bidada Harang haamini kabisa. Moja kwa moja akatimba katika nyumba ya yule mtoto alipokuwa anaishi. Alipoweza kumuona baba yake anatoka, basi aliamini kwamba hapa anaweza kufanya jambo. Lakini mara baada tu ya afande kuweza kutoka ndani ile nyumba, akawa ameonekanika jamaa mmoja akiwa anakuja hapa kugonga kumuulizia mtoto. Inaonekana kwamba huyu ni mwalimu wa yule mtoto ambaye wakati mwingi anashinda katika mitaa, akiwa anaulizia kwamba mtoto wenu hajaonekana shuleni kwa zaidi ya wiki moja. Mama wa mtoto kama kawaida akawa amedanganya na kusema kwamba mtoto wake alikuwa anaumwa. Bidada baada ya kugundua kwamba yule jamaa alikuwa ni mwalimu, basi wakati anaondoka ikibidi kumfuata na kumwambia kwamba samahani, hivi umemwonapo mtu ambaye ana bandage katika mkono wake? Inaonekana bidada anajua kitu fulani ambacho kinaonekana kwa mtu mwenye bandage. Lakini mwalimu akauliza na kusema kwamba mtu mwenye bandage kivipi yani? Inawezekanaje mimi niweze kumwona mtu mwenye bandage? Kuna shida gani na huyo mtu? Hapa tu wakati wanaendelea kuzungumza, kaja jamaa mmoja alikuwa anaendesha baiskeli na kwa bahati mbaya alikanyaga ganda la ndizi, kisha akawa amemgonga mwalimu, na mwalimu alipoanguka tu chini akapata jeraha katika mkono na akawa amefungwa bandage katika mkono. Sasa hichi kitu ni kama bidada alikuwa amekiona katika maono na alikuwa anamtafuta mtu mwenye bandage. Ni kweli mwalimu ana bandage katika mkono wake, lakini mtu alikuwa amemuona katika maono alikuwa ana bandage, lakini ile bandage ilikuwa imepigwa kama uli fulani. Sasa akawa anawaza, ina maana sio huyu au ndio huyu? Huku mtaani Malaika Black aliye ndani ya mwili wa mwamba Morgan aliendelea kuhangaika katika mitaa anamtafuta bidada. Kumbuka kwamba hawajuani na bidada, yani kwamba yeye hamfahamu bidada, ila bidada anamjua yeye vizuri sana. Hasa lengo la kumtafuta bidada, anataka kumsaidia katika kugundua nafsi ya mtu mmoja hivi, kwa sababu anahisi kwamba Mudong huenda amejibana katika mwili huo. Sasa katika harakati za kuendelea kumtafuta, akakumbuka kwamba bidada alikuwa anapatikanika katika mitaa hii. Lakini katika dakika hizo hizo za kuokota, akamwona mtoto mdogo akiwa anatoka katika nyumba fulani hivi, lakini nyuma yake akiwa anafukuziwa na malaika wawili watoa roho. Huku bidada yuko busy kweli kweli kumchunguza mwalimu, lakini mwalimu alipoweza kufika darasani alionekana ni mwenye kujali sana na kuwapenda sana watoto. Bidada akaanza kujilaumu labda anamfuatilia mtu ambaye si sahihi, na alipokuwa anataka kuondoka tu akashtuka kwamba mwalimu alikuwa akimuomba mtoto kwamba ampigie muhuri katika karatasi lake. Ili neno muhuri likawa linamkumbusha bidada kwamba mtu aliyekuwa anamfukia mtoto alikuwa na bandage katika mkono wake. Si tu bandage, bali bandage ile ilikuwa na muhuri juu yake. Sasa kana waza, ina maana muhuri ule ulipatikanikia katika mitaa kama hii. Ikabidi kwanza kuchunguza tukio. Ni kweli kabisa kuna muhuri ulikuwa umeanguka. Mtoto mmoja akaokota na kumpiga mwalimu katika mkono. Nabii ukatimia. Mwalimu mpole kuliko wote, kumbe ndiye muuaji wa watoto. I say tusiamini watu mpaka tukapitiliza. Wakati mwingine wana mambo yao nyuma ya pazia kwa upole wao. Baada tu ya kudhibitisha, akachukua simu yake na kumpiga mwalimu picha, kisha akasema kwamba hii ndio itumia kama ushahidi na natakiwa nende kumripoti. Ikawa watu roho bado wako sambamba kabisa na mtoto mdogo huyu, wanaendelea kumfuatilia. Inaonyesha kwamba huyu mtoto alikuwa anaelekea katika nyumba ya mwalimu na hakuingia kupitia getini, bali alikuwa amepanda juu na kupitia katika dirisha, na mwalimu alikuwa akishuhudia tukio hili akiwa mbali kabisa. Tendo cha mwalimu kumuona mtoto huyu anaelekea nyumbani kwake kilikuwa kinamtisha sana. Ni kama kuna tukio ambalo litakwenda kutokea na alikuwa analihofia sana, na akabidi kuwahi kwenda kumtazama huyu mtoto. Bidada Harang mara baada ya kumuona mwalimu akiwa anatoka katika maeneo ya shule akiwa na wasiwasi sana, akachukua picha yake na kutumia kitengo fulani hivi cha asili kweli kweli waichunguze picha ile na kujua kwamba huyu mtu alikuwa ni nani. Na baada ya kufanya uchunguzi wa kina kwa kutumia picha yake, wakaja kugundua kwamba mwalimu alikuwa akijihusisha na uchezaji wa picha za ngono kule nchini Italia, na alikuwa anashiriki na watoto wadogo. Kwa hiyo ile michezo bado hajaiacha, huwa anaendelea kuifanya na hawa watoto wakikolea, na kisha baada ya kuwashuti anawatuma kule katika nchi ya Italia. Kwa hiyo nchini Korea hawezi kuona zile video, lakini kule Italia wanaziona vizuri. Tunaona mwalimu akiwa anatembeza balaa lake. Subhanallah, hii dunia ina mengi ambayo bado hajayaona. Kumbe ndio maana watoto wanampendaga sana Uncle Teacher. Kumbe anafanya mambo mengine ya asili sana ambayo wazazi hawayajui. Kile wakati bidada anaendelea kumfukuzia mwalimu, kwa bahati iliyo mbaya akataka kugongwa na gari, lakini Mungu mwema akawa amepona. Ile kutazama mbele anagundua kwamba mwalimu alikuwa amemtoweka katika macho yake, na hii ni hatari zaidi, kwani mwalimu ndio kitendo cha kwenda kumuua dogo kinakwenda kujili mbele. Bidada akajiongeza sana na kupanda juu kabisa ya magorofa kwenda kutazama ardhini, na hapa aliweza kugundua kwamba mwalimu alikuwa akishuka kutokea katika nyumba fulani hivi, na huku mkononi akiwa anaburuza suitcase. Haraka sana bidada Harang akawapigia simu wazazi wa huyu mtoto.
mtoto, na moja kwa moja wazazi wakaendelea kuhangaika. Kumbuka kwamba baba ni afande, moja kwa moja akaanza kuhangaika kutafuta ni wapi mtoto wao alipo. Lakini pia hakutaka kumwacha mwalimu kabisa aweze kumchukua mtoto na kwenda kumzika angali hai, ikabidi kwenda kumzuia, na huko akawa amemsimamisha mbele ya gari na kusema kwamba naomba umshushe mtoto aliye katika briefcase yako. Mwalimu akaendelea kulalamika akisema kwamba mtoto yupi unayemzungumzia bana, hebu niache nipite. Akawa amemsukumiza bidada. Bidada akaendelea kungangania huku anapanda mbele ya gari, na mwalimu akaendelea bado kuwasha gari. Kadri bidada anavyozidi kuanguka, mwisho wa siku akawa amesukumwa kando. Lakini dada yetu Harang ni kinganganizi zaidi ya ruba, akawa anangangania bana. Mwisho wa siku katika kuingiza mkono kwenye gari, mwamba akawa amembana na kioo, kisha akaanza kuendesha gari. Kwa bidada akawa anabuluzwa tu umbali mrefu sana, kumbe mbele Mr. Black alikuwepo, akaizuia gari. Kumbuka kwamba Mr. Black sio binadamu na hana hisia kabisa. Moja kwa moja akaanza kumdunda huyu jamaa, na lengo lake ni kutengeneza tension kwa bidada, yani bidada aone kwamba Mr. Black anamjali sana, ili wakati mwamba Mr. Black atakuwa anamhitaji katika shida zake, basi bidada awe anakubali kirahisi. Baada ya mwalimu kutembezewa moto kama wote, alipigwa kweli kweli mpaka mwisho wa siku akaanza kuomba msamaha. Mwamba akawa amemsamehe huku akiwa amemsindikiza na kaleti moja mpaka alizini. Bidada moja kwa moja akatimba nyuma ya gari na akafungua briefcase, lakini mbaya zaidi ni kwamba alikuta kuna mtoto wa kike na sio yule kijana ambaye alitegemea kumkuta. Sasa swali linabakia, bwana mdogo yuko wapi? Hizi ni miongoni mwa picha kali sana, picha zenye akili na picha ambazo zimekwenda shule, na kuanzia sasa hivi utakuwa unazipata ndani ya channel yako ya PVP Media Max. Hakikisha tumegusa alama ya kusubscribe kwa sababu hapa ni kisima cha burudani. Sasa ukweli uko hivi, bwana mdogo alipokuwa ameingia katika ile nyumba ya mwalimu, aliweza kumkuta mtoto wa kike ambaye mwalimu alimfanya kama mke wake. Hasa kwa kuwa dogo ni mtundu na mtu ambaye anaishi sana katika maisha ya kitaa, alifanikiwa kuruka kutokea dirishani, lakini mbaya zaidi ni kwamba alikuwa ameangukia ardhini. Watu walipokuwa wanakusanyika kutaka kujua nini ambacho kinaendelea baada ya mtoto kuweza kuanguka, bahati mbaya hiki kibinti kikawa kinapiga kelele. Jamaa akawa amekasirika kweli kweli na kuanza kukipiga hiki kibinti. Alipoweza kukisukuma, kwa bahati mbaya tena akawa amesababisha kikawa kimepoteza fahamu. Yeye akazani kwamba kitoto kitakuwa kimekufa, akakifunga katika briefcase na moja kwa moja akawa anakipakia kwenye gari lengo aweze kukisafirisha. Ndio sababu huyu bidada aliweza kumkuta mtoto huyu wa kike katika ile briefcase. Bwana mdogo kule amepakiwa katika ambulance na moja kwa moja anapelekwa hospitalini. Na pia naye binti alikuwa hana wazazi kabisa, alikuwa akilelewa na bibi yake ambaye alikuwa anaumwa ugonjwa wa akili. Kwa hiyo mwalimu alijitoleaga kwenda kumlea huyu binti, akijifanya kwamba atakuwa anamfundisha tuition, lakini pia atamsaidia huyu bibi kuweza kumtunza yule binti. Kumbe alimfanya mke wake. Mwalimu akakamatwa na moja kwa moja akapelekwa kituo cha polisi, na tayari kesi yake itakwenda kusomwa siku za hivi karibu. Kama nilivyokuambia kwamba Mr. Black hanaga moyo kabisa wa upendo wala wa huruma, ila alikuwa amefanya jambo hili ili bidada akimaliza kesi yake aweze kumsaidia issue lake ya kwenda kumtafuta yule nafsi aliyoweza kuingia katika mwili wa binadamu. Bidada akalamika sana kusema kwamba ina maana wewe ulikuwa unasaidia watu pasipo moyo wa kusaidia, kumbe ulikuwa unasaidia kwa lengo maalum. Una lengo gani wewe? Mwamba akasema bana, mimi nataka ukanionyeshe mtu ambaye ndani yake ana mzimu. Kuna mzimu ambao mimi nautafuta na shida nao sana huo. Sasa kila wakati bidada Harang anabaki anashangaa tu, huyu jamaa Mugeng mbona mbadilika sana tabia yake? Hakuaga hivi kabisa hapo nyuma. Ambia haya sawa afande, nitakwenda kukusaidia, lakini naomba na mimi unisaidie jambo moja. Nirudi katika ile nyumba yule mtoto, kisha nikahakikisha je kile kivuli cheusi bado kinamfuatilia au la. Kama nikihakikisha tu basi mimi nitakusaidia kazi unayoitaka. Baada ya bidada kwenda kuhakikisha na kugundua kwamba dogo alikuwa afuatiliwi tena kile kivuli cheusi, kwa lugha nyepesi ni kwamba roho ya umauti imeweza kumwepuka, basi akawa amefurahi kweli kweli, na hapa akambatana na Mr. Black wakawa wanaelekea katika maeneo hayo wanayokwenda. Dada Harang hajui kabisa kwamba Mugeng yule ambaye anamjua sio huyu. Huyu ni malaika mtoa roho na ambaye ametana naye, na huyu anaitwa Mr. Black. Sabana ukweli uko hivi. Bidada wakati yule ameenda kuchungulia katika ile nyumba ambayo yule mtoto anapatikanika, aliweza kugundua kwamba mtoto amelala katika kitanda, lakini yule mtoto alikuwa amempatia mgongo. Yeye akuona kile kivuli cheusi, akamini kwamba dogo bado hafuatiliwi. Kumbe bana dogo alishakufa kitambo tu. Ile siku dogo ametokea hospitalini baada ya kwenda kumkomboa yule binti. Baba yake alikuwa amekasirika sana na kumwambia dogo, kwa nini unajihusisha na mambo ya watu? Alimpiga sana usiku ule, na kwa sababu dogo alikuwa ni mgonjwa, basi alikuwa amepoteza maisha. Kwa yule alikuwa analala katika kitanda alikuwa ni kaka yake. Kwa bidada Harang anafurahia kwa sababu ameweza kumsaidia mtoto asiweze kufa, lakini kumbe alishakufa kitambo. Maono yake yalikuwa yametimia, ila yeye akahisi kwamba ameweza kutengua maono. Bidada Harang akiwa anaendelea na kutembea huko juu ya gorofa, kwa bahati mbaya akaweza kumuona Mr. Black chini kidogo ya gorofa, kitu ambacho kikawa kimemshtusha sana, na shida ilipokuja kutokea ni pale alipokuwa amejikwaa. Sasa unatakiwa kukumbuka kwamba Mr. Black amezoea kuua watu. Sasa bidada wakati anaendelea kuanguka, yeye akawa anampisha eti bidada aanguke ili aweze kufa. Bidada akawa amejikwaa kidogo, akabaki anashangaa sana, hivi kwa nini wewe Mubang umeweza kubadilika sana tabia yako? Yaani unanipisha. Mwamba akasema kwamba unatakiwa kujikaza, wakati mwingine unatakiwa kutumia nguvu zako kuweza kujikomboa. Sawa, haina shida, basi naomba nisaidie kunyanyuka hapa juu. Mwamba akawa anampa mkono, lakini kila bidada anapojaribu kumfikia yeye anaunyanyua mkono juu zaidi, akamwambia kuwa naomba unishike shati tu, yaani ukinigusa tu mwili wangu basi sikusaidii. Dada Harang akauliza, hivi ni kwa nini unanifanyia hivi na kwa nini umebadilika tabia yako? Mwamba akasema kwamba kama hutoweza kunisaidia shughuli zangu ambazo na mimi nazitaka, basi na mimi sitakuwa nikikusaidia katika matatizo yako. Sasa Mr. Black akawa amegundua kwamba bidada anamtambua yeye kama afisa wa polisi. Kwa siku ya leo bana ikabidi kumpeleka kwa mama mmoja hivi na kumwambia kwamba nataka tumchunguze huyu mama muuza kacholi. Dada akauliza, je, muuza kacholi anakuhusu nini wewe? Akasema kwamba huyu bana ni muuaji wa asili sana. Bidada akashangaa, yani huyu mama muuza kacholi anaanza kufanya kazi za kuuza kacholi wakati ni muuaji? Mr. Black akasema kwamba kadri mtu anavyozidi kuwa mbaya zaidi ndivyo anavyojitahidi kujionyesha mbele za watu kwamba yeye ni mwema zaidi. Kwa hiyo kazi yangu kama afisa wa polisi na wanavyonifahamu ni kuhakikisha kwamba anayafichua maovu yote ambayo yanaendelea.
kinaendelea, na huyu mama anataka nihakikishe kwamba na ufichua uovu wake. Kumbe lengo la Mr. Black ni kumleta hapa bidada ili aweze kugundua, je, ndani yake huyu mama kuna roho au hakuna roho. Kwa nyepesi ni kwamba Mr. Black anataka kuangalia, je, ndani ya huu mwili wa huyu bibi hakuna nafsi ambayo imeweza kujificha, hasa yule mshikaji ambaye anamtafutaga siku nyingi. Lakini kando kidogo ya yule mama akajitokeza mtu mmoja hivi ambaye alikuwa amevalia suti nyeusi kabisa, kisha akawa ametimba na pikipiki yake pale. Mr. Black akawa amemgeuza bidada sura na kusema, muangalie mtu huyo. Lakini bidada akasema kwamba mbona hakuna kitu chochote kile kinachoendelea, ni watu wa kawaida tu hao, kwani kuna shida gani? Mr. Black akazidi kumhamasisha bidada na kumwambia kwamba nenda jirani zaidi na utaniambia nini ambacho kinaendelea, fanya hivyo. Basi bidada akaenda kishingo pande hivyo hivyo. Nadhani ni kipi ambacho bidada atakwenda kukiona. Tukutane katika episode ya 5 ya Recap yetu nzuri. Nikukumbushe tu kwamba kila tunapofikisha like 100 kama ambavyo nimetimiza ahadi yangu, na ndivyo ambavyo nitatimiza ahadi hiyo katika episode ya 5 inapoingia. Karibuni sana.